Miongoni mwa taarifa kubwa zaidi za burudani ya soka duniani, basi huwezi kushindwa kulitaja jina la Ronaldinho, mchezaji bora muda wote duniani. Ronaldinho amerudi uwanjani, asajiliwa daraja la 3 nchini Italia. Ikiwa ni miaka 11 imepita tangu alipotangaza kustaafu kiungo wa zamani wa Barcelona, Ronaldinho amerejea dimbani kwa mara nyingine tena. Ronaldinho mwenye umri wa miaka 46 amesajiliwa na klabu ya Levana inayoshiriki michuano ya ligi daraja la 3 nchini Italia, Serie C. Kwa mujibu wa ripoti, nyota huyo aliyekuwa sehemu ya kikosi cha timu ya taifa ya Brazil kilichotwaa kombe la dunia mwaka 2002 atatambulishwa rasmi wiki ijayo. Namnukuu akisema, "Nasubiri kwa hamu kucheza mpira na kuandika historia mpya," ameandika Gaucho katika kurasa zake za mitandao ya kijamii. Klabu yake mpya iko kaskazini mwa Italia na uwanja wake wa nyumbani ni Bruno Benli. Aidha, klabu hiyo haiko mbali na maskani ya Bologna inayoshiriki ligi kuu ya Italia Serie A, na baadhi ya mashabiki wake duniani bado wanamsubiri kwa mkubwa, huku baadhi ya mashabiki wengi wa mpira duniani wakiamini kwamba ujio wake katika kandanda kwa karne ya 21 basi kuna uwezekano mkubwa wa kuongeza chachu zaidi ya mashindano ya mpira duniani, huku baadhi ya mashabiki wakienda mbali na kujua kwamba huenda klabu kubwa zaidi zitazidi kuvutiwa naye, hivyo basi kusainiwa tena katika klabu kubwa zaidi duniani, na baadhi ya wachambuzi wa mpira wakisema kuwa alitakiwa aendelee kutulia zaidi na kustaafu moja kwa moja soka. Lakini kwa mapenzi yake Ronaldinho, Gaucho anaamini kuwa bado kipaji na talenti bado anayo, hivyo basi anaamini zaidi katika kile ambacho anarudi kukifanya. Nidondoshe kwenye upande wa comment section, ni kitu gani ambacho unakitamani kwa Ronaldinho Gaucho, au ni timu gani ambayo unatamani sana aweze kurudi na kufanya makubwa zaidi ya hivi anavyovifanya katika kambumbu ya karne ya 21. Hii ni Mile Media TZ, tunahakikisha kuwa tunakuhabarisha kutoka ndani na nje mipaka ya Tanzania, na utazidi kuwa kwanza kupata habari zetu kibonyeza alama ya kengele. Bye bye.